Karibu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu pendwa vya mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibu katika channel yetu pendwa ya Sauti ya Ukweli wa Leo pamoja na Sanctuary. Langu jina ni Baraka David, nami nimeambatana pamoja na kaka Charles Mwita, lakini pia mkono wangu wa kushoto nimeambatana pamoja na kaka Ezron Julius. Karibu tuambatane pamoja katika kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia. Naam. Kabla tujaenda mbele zaidi na ndani zaidi katika somo letu la 5, nimwalike kaka Charles Mwita atupatie ombi la ufunguzi. Karibu kaka Charles. Asante. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa nafasi nyingine ambayo umetupatia ya kutafakari maandiko yako matakatifu. Somo la leo likawa ni baraka katika maisha yetu na maisha ya mpenzi msikilizaji. Tunaomba Roho wako mwema atufundishe sana mapenzi yako, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mpenzi mtazamaji, katika somo letu la 5 linazungumza mataifa sehemu ya pili. Na tulikuwa na somo la kwanza ambalo linazungumza kwa habari ya mataifa sehemu ya kwanza. Na sasa tumepelekwa moja kwa moja kwenye mataifa sehemu ya pili. Katika mataifa sehemu ya kwanza tuliona namna ambavyo uibukaji wa mataifa na kadhalika ambavyo tuliona mataifa yaliibuka kutoka katika uzao wa Nuhu na mataifa yakajongea, na hatimaye tuliona watu kama wakina Nimrod wakijenga miji mikubwa ikiwemo Ninawi pamoja na Babeli, na hatimaye kupelekea kumwasi Mungu. Lakini tunarejeshwa katika mataifa sehemu ya pili. Naam, natamani nisome fungu kuu kiongozi ambalo linatuongoza katika lesoni yetu hii juma hili. Nao linatoka katika kitabu cha Zaburi ya 46 na fungu mstari ule wa 10. Nao linasema, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Lesoni hii la juma hili tutajifunza namna ambavyo shauku pamoja na anguko la mwanadamu katika kutaka tawala za kiulimwengu au serikali za kibinadamu. Na haya yote yanafunuliwa katika kitabu cha Danieli 2 pamoja na Danieli 7. Amina. Tunaona namna ambavyo falme zilitabiliwa na tunaona ambavyo zilikuja na hatimaye kuondoka, na hatimaye tunaahidiwa ufalme mwingine ambao utasimama milele zote. Kwa hiyo kuna masomo kadha wa kadha ambayo tumeambatana nayo katika juma hili ambayo tutaenda kujifunza, na hususan tutakuwa tukigusia kitabu cha Daniel 2 pamoja na Daniel 7. Kuona ni namna gani mataifa yalitabiliwa na hatimaye kuporomoka, na shauku ya mwanadamu katika kutaka serikali ya kibinadamu ambayo ni kinyume na utawala wa Mungu mwenyewe. Amina. Katika siku ya Jumapili hii kuna somo zuri ambalo limejikita katika amri ya kwanza na tunarejeshwa Edeni. Tunaanza kuona jamii ya wanadamu, namna ambavyo Mungu alitamani jamii ya mwanadamu kuishi na utawala gani ambao ulitakiwa kuwa pale. Lakini tunaona katika ukengeufu ule tunaona matokeo mabaya ambayo mwanadamu alikumbana nayo, na tunaona mpaka sasa uthibitisho wake. Tunajifunza nini pale katika amri ya kwanza kaka Ezra? Tunajifunza kitu gani pale? Karibu. Asante. Na kitu ambacho tunajifunza, Mungu alivyomuumba mwanadamu, alipotoka katika mikono ya muumbaji wake, alibeba katika muonekano wake, alibeba sura ya Mungu. Katika umbile lake alikuwa mwanadamu mkamilifu, alikuwa safi, alikuwa mkamilifu kimwili, kiakili pamoja na kiroho. Katika nyanja hizi zote alifanana na Mungu. Na tunaona kwamba mwanadamu alifanywa mdogo kidogo tu kwa malaika. Na tukumbuke kwamba hata Adamu baada tu ya kutoka kwenye mikono ya Mungu, siku ile ya 6 alipewa kazi ya kuita wanyama majina. Kuna wanyama ambao mimi nao hatujui majina yao, ila hao kila mnyama ana jina lake. Na Adamu ndiye aliyowapa majina na Mungu hakukosoa. Kwa hiyo Adamu alivyokuwa akiita jina na Mungu anasema na mimi ningeita hivyo hivyo. Kwa hiyo Adamu alikuwa alikuwa anafunua utukufu wa Mungu, alikuwa afunue atangaze uweza wa Mungu wa uumbaji wake. Na katika bustani ya Edeni, elimu ambayo ilianzishwa pale ni elimu ambayo ilikuwa safi. Tukumbuke kwamba mwalimu aliyekuwepo pale ni Mungu. Amina. Mwalimu ndiye aliyekuwa Mungu. Asili ndio ilikuwa kitabu cha kujifunza. Kupitia asili, hawa wazazi wetu wa kwanza, hakuna kitu ambacho hakikuwekwa Edeni ambacho
hakikuwepo Edeni ambacho kingeweza kuleta furaha kwa wanadamu. Kila ambacho kilihitajika kwa ajili ya kuleta furaha kwao kilikuwepo Edeni, isipokuwa Mungu alijaribu utiifu wao kabla ya kuwafanya kuishi milele. Alijaribu utii wao kwa kuweka katazo la kutokula matunda ya mti ujuzi wa mema na mabaya, na ile ilikuwa ni amri ya kwanza kutangazwa kwa wazazi wetu wa kwanza. Na tunaona kwamba baada ya hao enzi watakatifu kukengeuka na kuacha maagizo ya Mungu na kusikiliza sauti ya kiumbe mwingine, Mungu amesema hakika utakapokula matunda ya mti ujuzi wa mema na mabaya hakika utakufa. Lakini adui anakuja anasema hakika hautakufa. Kwa hiyo anachofanya anageuza kile ambacho Mungu alikuwa amesema anakigeuza tu hivi. Yaani ni kitu ambacho ukiona kama ulikuwa hujakiona unaweza kusema mbona kiko hivi, lakini kumbe kimegeuzwa. Kwa hiyo kutokea hapo tunaona madhara ambayo yaliletwa na ukengeufu wa wazazi wetu wa kwanza. Kutokuwa uaminifu kumesababisha madhara ambayo mpaka sasa hivi yanakuwa ni mwiba kwa ulimwengu wetu. Yanaleta maumivu na huzuni, lakini kwa ajili ya rehema za Mungu aliandaa mpango kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Kwa hiyo kusudi la Mungu la kumuumba mtu ilikuwa ni afunue utukufu wa Mungu, kama ambavyo tunasoma katika Isaya sura 43 fungu la 7 kwamba Mungu anasema mwanadamu niliyemuumba kwa utukufu wangu. Kwa hiyo Mungu alimuumba mwanadamu kwa utukufu wake. Kwa hiyo hata kuongezeka kwa wanadamu ilikuwa kusudi lake kwamba wafunue utukufu wa nani? Wa Mungu. Lakini dhambi ilileta huzuni. Dhambi ilimtenga mwanadamu na muumbaji. Mungu akaandaa mpango wa ukombozi, na mpango wa ukombozi kusudi la Mungu ni kwamba rejeshe sura na tabia yake ndani ya mwanadamu. Aliandaa mpango wa ukombozi. Kwa hiyo kusudi la Mungu la maisha ni kwamba tumjue ili arejeshe tabia na utukufu ambao tulikuwa nao tangu mwanzo. Ndio kusudi la mpango wa ukombozi. Amina. Naam. Tunaona pia namna ambavyo katazo lilikuwa kwenye ujuzi, kwenye kutokula tu mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa kuna ujuzi ambao Bwana alikuwa anatamani mwanadamu asiupate. Hii inaathiri vipi maisha yetu katika juzi ambazo tunang'ang'ania? Kuna juzi ambazo hatupaswi kabisa mwanadamu kuzifahamu. Na mara nyingi huwa tukizifahamu zinatupelekea kufanya uasi. Ndio kitu ambacho Bwana alikuwa anakizuia na kukikataza kwa wazazi wetu. Na hatimaye shauku ya mama Hawa, shauku ya Adam ilipelekea hatimaye tunaona mateso ambayo yameendelea kushamiri katika ulimwengu wa leo. Lakini katika Danieli 2 tunaona namna ambavyo pia shauku ya mwanadamu kuanzisha falme tofauti na utawala wa Mungu, hususani tunaona Danieli katika mwaka wa utawala wa mfalme Nebukadneza, katika mwaka wa 500, namna ambavyo mfalme Nebukadneza anaota ndoto ile ambayo imeshamili aina fulani za madini huku ikiwakilisha baadhi ya falme. Na tunaona utabiri ule unakuja kutokea hasa kwa umakini kabisa. Tukirejelea historia inatueleza vizuri. Ili unalizungumziaje ndugu Kakachazi juu ya unabii huu wa Danieli 2 tukihusianisha pamoja na Danieli 7? Asante kaka Baraka. Danieli 2 inatupatia muhtasari na ratiba nzima ya falme ambazo zitatokea ulimwenguni kote. Lakini Danieli 7 ukiisoma ni Danieli kana kwamba anaona jinsi ambavyo zile falme zinaibuka zinakuja upande katika taifa takatifu la Mungu, jinsi zinavyokuja kama taifa la Israeli lilivyoomba kupata mfalme. Madhara ambayo yanatokea katika ulimwengu yangekuta taifa la Israeli, kwa sababu ingehitajika kuwa na umoja na wafalme wengine ambao sheria na kanuni za mataifa hayo zingewaathiri pia. Ndio maana Mungu alitaka awe mfalme kwa taifa la Israeli. Ni nini tunachojifunza katika Danieli 2 na Danieli 7? Harakati zote ambazo tunazisikia kutoka kwa wanasiasa, na pengine wao wanajua au hawajui, waelewe kwamba hakuna ufalme ambao hautakoma. Pamoja na kwamba wanatazamisha watu mafanikio yajayo mbeleni, waelewe kwamba Mungu ameshatoa ratiba. Kwa hiyo ni kiasi cha sisi
kama wanafunzi wa Biblia kwenda kuangalia Biblia inatuelezaje, tuko wakati gani, hivi hichi wanachotuambia kinawezekana au ni propaganda zao tu. Na kitu kingine lazima tuelewe, hata watoe ahadi kiasi gani, kadri uthamani, kadri madini yalivyokuwa yakishuka, uthamani ulikuwa unashuka. Kwa vitu vingine, hata kama ahadi zingine zinatolewa kwamba mtakuwa na maisha bora, mtakuwa na nini, je, hiyo thamani wanayoizungumzia iko kwenye ratiba za kimungu? Ratiba za kimbingu zinatambua huo hayo maisha bora wanayozungumza? Lakini kitu kingine tunachojifunza ni kwamba harakati zote za kutaka utawala mpaka unaminya haki za wengine, itufundishe kwamba, na ndivyo ilivyokuwa hata kwa kina Nebukadneza, Umedi na Uajemi, kwa mtu yoyote aliyeenda kinyume chao walikuwa radhi kumuua. Kwa hiyo hii tufundishe kwamba madaraka yasije katuondolea utu, ubinadamu. Tusije tukavunja haki za watu kwa kutaka madaraka. Madaraka yawe na kikomo chetu na tuongoze kwa kicho mbele za Mungu. Tutambue sisi ni wanadamu. Mungu anajua ratiba yetu. Lakini katika unabii wa Danieli 7 anaonyesha jinsi ambavyo hizi falme zimekuwa zikitesa watu wa Mungu na zitaendelea mpaka mwisho wa wakati, mpaka tunafikia katika kipindi cha utawala wa Romani ya kidini, ambayo sasa imetesa imetesa watu wa Mungu kwa muda mrefu, na bado inaendelea kujiimarisha ili kuendelea kutesa tena, na yenyewe nayo tunayaambia ina ukomo. Kwa hiyo kadri inavyopanga ratiba zake, ielewe kwamba ina ukomo. Kama tulivyo wanadamu tuna ukomo, na wenyewe nayo ina ukomo. Hakuna chochote kilichoko chini ya dunia ambacho hakitakuwa na ukomo, ili mradi huu ulimwengu ulishaingia dhambini. Kisichokuwa na ukomo ni kumrejelea Mungu. Kwa hiyo ujumbe kama tulivyoona katika Mwanzo, kama kaka Ezron alivyotufundisha kwamba ziko falme zinagombana mbili, ni labda tumkubali Kristo au tumkatae. Kwa hiyo au tumkubali adui. Kwa hiyo ndicho kinachogombaniwa hapo. Kwa hiyo chochote tunacho kiunga mkono, iwe ni hawa wanasiasa tunaounga mkono, iwe ni nani, leo kuna mahali tutakuwa tunaunga mkono mipango ya mwovu shetani, au tunamsaidia Kristo katika kazi yake. Kwa lazima tuwe waangalizi kwamba hivi huyu na huyu ni nani anatupeleka katika utendaji wa haki. Asante. Tumeona katika fungu kiongozi la somo la juma hili, Mungu anasema acheni mjue ya kwamba mimi ni Bwana, nitatukuzwa katika mataifa, nitakuzwa. Katika hizi falme ambazo tunaona zinawakilishwa na madini katika sanamu ya Danieli sura ya 2, lakini na wanyama katika Danieli sura ya 7, hizo zote zikiwa zinazungumzia ufalme. Na tunaona katika Danieli sura ya 2 Mungu anamfunulia Nebukadneza ambaye alikuwa ni mfalme wa Babeli, lakini Danieli sura ya 7 nabii ndiye anayefunuliwa njozi hii. Na Nebukadneza anapokuwa akitafakari kuhusiana na hatima ufalme wake, ndipo anapoletewa ndoto, kama ambao tumeona katika fungu kwamba mwisho wa siku ni Mungu afanye nini? Akuzwe. Baada ya mfululizo wa fasiri au tafsiri ya ndoto ya njozi ya Danieli sura ya 2 na ya Danieli sura ya 7, Danieli anaonyesha kwamba mwisho wa falme zile zote ambazo zimetolewa kwa lugha ya ishara katika Danieli sura ya 2 na Danieli sura ya 7, mwisho wa siku zitakuja na kuanguka, zitainuka na kuanguka. Lakini mwisho wa siku Mungu ataanzisha ufalme wake. Katika Danieli sura ya 2 tunaona jua linachongwa kutoka mlimani, kutoka mlimani bila mkono wa mwanadamu, linakuja linaivunja ile sanamu, linaisaga vipande vipande. Lakini pia katika Danieli sura ya 7 tunaona baada ya zile falme 4 ufalme wa Kristo utaanzishwa, ambao katika Danieli 7 fungu la 18 anasema ni ufalme usiweza kuangamizwa, na mamlaka yake ni mamlaka ya milele. Kwa hiyo haitaangamizwa kabisa.
Na ufalme wa kwanza katika Danieli sura ya 2 na Danieli sura ya 7 ni ufalme wa Babeli. Kiongozi wake alikuwa ni Nebukadneza, ambaye Nebukadneza ndiye aliyekuzwa. Na tukumbuke kwamba katika Danieli sura ya 4 na fungu la 17 anasema, hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi na amri hii kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye, tena humtawaza juu yake aliye mnyonge. Hii ni baada ya kuwa Nebukadneza amefukuzwa kutoka katika ufalme wa Babeli, baada ya kuwa ufalme umeanguka. Tukumbuke kwamba Nebukadneza alipopelekwa porini akajifunza asili, akajifunza kutoka asili, akala chakula cha asili, akili ilirudi, akamtukuza Mungu wa mbinguni. Katika Danieli sura ya 4 anamhimidi Mungu wa mbinguni. Unabii wa Zaburi 46 fungu la 10 unatimia kwamba nitakuzwa katika mataifa. Na Nebukadneza anamtukuza Mungu, anasema Mungu wa mbinguni mamlaka yake ni mamlaka ya milele. Kwa hiyo anachotufundisha ni kwamba tutambue pamoja na hizi falme kuja na kuanguka, tunaonyeshwa katika historia hii kwamba Mungu ndiye anayetawala katika ulimwengu huu. Kwa hiyo mwisho wa siku, kama ambavyo Biblia inasema katika Isaya sura ya 2, Isaya sura ya 2 na ile fungu la 2 nasema, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu ya mlima, twende mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, na tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Ndio maana hata Mungu akaanzisha taifa, akawapatia ujumbe. Katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote na ile sura ya 2, nabii anaelezea kusudi la Mungu la kuanzisha Israeli. Alikuwa hifadhi kwa ujumbe na unabii uliotabiri kuja kwa Masihi. Hao walipaswa wainue kiwango cha ukweli ili kwamba mataifa mengine yapate kumtukuza nani? Kumtukuza Bwana. Na ndio kusudi la Mungu. Lakini pale mataifa yanapogeuka, kama ambavyo Israeli mwisho wa siku ilisema tunataka tuwe kama mataifa mengine, yanapogeuka kutoka kwenye kusudi la Mungu, yanashuka thamani kiasi kwamba yatatoweka. Hata kama yalikuwa yanawakilishwa na madini ya thamani kiasi gani, yatatoweka. Lakini yule mtu ambaye anakuwa anamuinua Mungu, anamtukuza Mungu, kadiri ambavyo ukweli wa neno la Mungu unakuwa ndani yake, ndivyo ambavyo anazidi kupanda thamani. Kama Israeli ingezidi kuwa waaminifu kwa Mungu, ingezidi kupanda thamani na kuzidi zaidi. Lakini ilivyokuwa sawa uaminifu, ilizidi kushuka na ikashuka, mwisho wa siku ikaanguka. Naam. Tunajaribu kuona pia kaka Ezra, namna ambavyo unabii unatusaidia kukuza imani yetu, kuamini kwamba yale ambayo Bwana ameyasema hatimaye yatatimia. Kwa kufuatilia namna ambavyo umbali wa unabii huu ulipotoka, kipindi cha utawala wa kwanza kabisa wa mfalme Nebukadneza. Nebukadneza anaota ndoto ambayo ina ratiba ya ulimwengu wote mpaka karne yetu sasa. Tukijaribu kuona na namna ambavyo miaka na mikaka imepita mingi sana nyuma, unabii huu ulitolewa, na hatimaye tunakifuatilia historia sasa, tunaweza tukaona utimizaji wa unabii huu mzuri kabisa. Mataifa yale kama ya Wamedi na Wajemi, taifa kama la Uyunani, Wagiriki hawa, lakini pia Warumi walikuja, walitabiriwa vizuri. Na hatimaye tunakuja kuona ufalme uliogawanyika. Hii inajenga imani kwamba hata tunapoyaona yale ambayo Biblia imesema kwamba yatakuja, yatatokea, kwamba tupo katika ufalme ambao tuliona katika Danieli 2. Kuna jiwe ambalo limetoka mlimani pasipo kuchongwa na kazi ya mkono wa mwanadamu. Lilikuja likapiga ile sanamu, na si kwenye kichwa wala kifua, ni chini kabisa mwisho kwenye nyayo, ambapo kwenye nyayo hizi ni mfalme ambao tupo kwa sasa. Kwa tunaweza tukaamini Biblia kwamba tupo katika kipindi cha mpito, kipindi cha muhamo au transition, kwamba tunatoka kwenye ufalme mwingine tunaenda kwenye ufalme mwingine, ambao Biblia yenyewe inasema kwamba ufalme ambao unakuja moja hautaangamizwa milele. Na ni tofauti na falme hizi nyingine ambazo Biblia yenyewe ilisema kwamba zitapita na zitaangamizwa. Na kwa hiyo tulishuhudia Babeli yakianguka, tulishuhudia Mwamedi na Mwajemi yakianguka, tulimshuhudia Mrumi, tulimshuhudia Myunani. Lakini huu unaokuja wa Kristo Yesu mfalme hautaanguka wala hautapita. Hii inatusaidia kukuza imani, kile ambacho tumeambiwa kwamba kitakuja mbeleni kutoka kwenye Biblia. Lakini katika Ufunuo 13
Kuna somo linasema kati ya ardhi na bahari. Na inazungumza kwa habari Ufunuo 13 kwa habari ya mnyama ambaye anatoka katika nchi na anafananishwa na mwanakondoo akiwa na pembe mbili, lakini pia tunaona baadaye ananena kama joka. Kwa tumdhaniavyo sivyo alivyo. Sasa hii bila shaka ni taifa la Marekani, namna ambavyo lilikuwa linaibuka katika mwaka 1798 ilionekana ni makimbilio ya Wakristo waliokuwa wanaibuka mateso kutoka katika utawala wa kanisa kipindi kile, namna ambavyo walikuwa wakichinjwa na kuteswa, wakaona kwamba Marekani ni sehemu salama ya kukimbilia. Lakini tunaona namna ambavyo heka na harakati zinaenda tena kukandamiza dhamiri za watu. Hii itatokeaje kaka Chazi, kulingana na Ufunuo 13 kunena kama joka tena? Marekani atanenaje kama joka? Karibu kaka Chazi. Asante kaka Baraka. Tukisoma Ufunuo 12 mstari wa 15 na ule wa 16, tunaona harakati ambazo hili taifa la Marekani jinsi ambavyo kipindi linaibuka, watu wa kwanza kuliasisi walikuwa ni wana matengenezo, kwa kuweka misingi ya utawala bora, kwa kuweka misingi ambayo serikali na dini visingekuwa visingeungana, visingeambatana, tofauti na mataifa ambayo yalikuwa yanakandamiza dini. Lakini tunapokuja katika Ufunuo 13 mstari ule wa 11, tunaona mnyama mwenye pembe mfano wa mwanakondoo, ana pembe mbili, ikiashiria kwamba hili taifa misingi yake ilikuwa ni kwamba zile pembe zinawakilisha kwamba tawala ya kidini na tawala ya kiserikali vilikuwa havichangamani. Yaani ni sawa na lile neno alilolisema Yesu kwamba ya Kaisari mpe Kaisari na ya Mungu mpe Mungu. Sasa taifa hili ambayo kibiblia linaita ni nchi inayoibuka kwa nyakati hizi, kipindi inatabiriwa ni wakati ambapo mwaka 1798 kama ulivyosema mwenyekiti, ndio taifa lilianza kuonyesha hizo dalili. Lakini kadri linavyoenda, kwa kuwa nalo lina mfalme, linaendeshwa kulingana na taratibu za nchi. Kama tulivyoona taifa la Israeli lilivyotamani mfalme, ndivyo lilivyoanza kufanana na mataifa mengine. Kwa hiyo na taifa la Marekani kwa kadri linavyokuwa na sheria na taratibu zinazoendana na wafalme wengine na mataifa mengine, kama ambavyo mataifa mengine linaongozwa na taratibu zingine, itafikia mahali na lenyewe litaungana ya mataifa yale yale kumpa kulazimisha watu wamsujudie yule mnyama wa kwanza ambaye tumeona katika Ufunuo 13. Kwa hiyo litanena kama joka. Sasa linafanyaje watu wote wamsujudie? Ni kwa kutoa ni kwa kubariki sheria ya Jumapili. Na Marekani itakapobariki sheria ya Jumapili, kama ambavyo ilibariki demokrasia, kama ilibariki uhuru wa dini, ndivyo ikasambaa ulimwenguni kote. Ndivyo ikibariki utunzaji wa Jumapili, mataifa mengine ni rahisi kudaka, kwa sababu tukubali tukatae, taifa la Marekani kwa asilimia kubwa ndio linalotoa misaada ulimwenguni. Kwa hiyo kwa sababu ya kiuchumi iliyokuwa nayo. Kwa hiyo Mungu atusaidie tunapojifunza unabii, tuelewe kwamba tunapoomba misaada, tuelewe hiyo misaada wakati mwingine inaweza ikatuletea shida. Lakini Mungu atusaidie kwamba hata lenyewe nalo tuna nafasi ya kuliambia, ili atakapotokea waelewe kwamba haya yalizungumzwa katika Biblia. Tunajikita katika ratiba ya Biblia kupitia unabii. Huu haukosei, na Bwana anasema shauri lake litasimama milele. Kwa hiyo kile ambacho kimenenwa kwenye Biblia tunaona dhahiri kabisa kwamba kitatokea, na dalili za mwisho zote zimewekwa bayana pale kwenye Mathayo 24. Lakini pia tunaona namna ambavyo kanisa la Masalio kupitia mwaka 1844 liliibuka,
Labda kaka hizo lengo mahususi la Bwana kuruhusu na kuibua kupitia vuguvugu la wanamarejeo 1840 tunaona kanisa linaibuka. Lengo la Bwana la kuibua kanisa lake tena, lengo mahususi lilikuwa ni nini? Karibu kaka hizo. Asante. Tukumbuke kwamba Mungu haleti hukumu kwa wanadamu pasipokuwa kutumia ujumbe wa onyo. Kama ambavyo amekuwa akifanya hapo awali, ndivyo ambavyo kwa neema yake anazidi kufanya hata leo. Kabla ya kutoa hukumu lazima atoe onyo. Na Mungu ametoa ujumbe katika Ufunuo sura ya 14, ujumbe wa malaika watatu, ujumbe wa onyo, ujumbe wa kutayarisha ulimwengu kwa ajili ya kusimama katika siku ya hukumu ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ametoa ujumbe na huu ujumbe lazima utolewe. Mwaka 1844 ni mwaka ambao ulikuwa ni mwaka wa vuguvugu la wanamarejeo waliokuwa wakitangaza ujumbe wa malaika yule wa kwanza, mcheni Mungu na kumtukuza maana saa ya hukumu yake imekuja, katika Ufunuo 14 fungu la 6. Huu ujumbe kama ambavyo hao watu wana matengenezo walisoma katika na andiko ambalo lilikuwa msingi na nguzo ya kati kwao walikuwa ni Danieli 8 fungu la 14, kwamba hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Walipokokotoa vile vipindi vya kiunabii mwanzo wa siku zile 2300 zilizoanza mwaka 457 na kuishia mwaka 1844, walipokokotoa waligundua kwamba mwisho wa zile siku au ile miaka, kwa sababu imetafsiriwa kama miaka kwenye Biblia, na mwisho wake ulikuwa ni mwaka 1844, ambapo tunaona kwamba baada ya kukokotoa nabii walihitimisha kwamba Yesu angekuja duniani mwaka 1844 kutokana na kile ambacho walikuwa wamekielewa kwamba dunia ndio mahali panapohitaji kutakaswa. Kutakaswa kwa dunia, kuondolewa kwa dhambi na Mungu aanzishe ufalme wake. Lakini hiyo Mtume Paulo alikuwa ameshaionya kwamba siku hiyo haitakuja mpaka ule uasi ufunuliwe kwanza. Ila wao walihitimisha kwamba labda utawala mnyama umeshapita, mateso yameshapita, kwa wakahitimisha kwamba mwaka 1844 na Yesu angekuja wapi? Duniani. Na hii inatokana kwamba ni kwa sababu ndio walikuwa wametoka katika giza, wamepokea ujumbe, hawakuwa na ufahamu wa wazi kuhusiana na fundisho la patakatifu. Naam. Kwa hiyo baada ya kupokea ujumbe waliutangaza, na tunajifunza kwamba wao kile walichokipokea walikitangaza kwa shauku kubwa. Nuru waliokuwa nayo waliisambaza, na ilisababisha vuguvugu kubwa la wanamarejeo waliokuwa wakisubiri kuja kwa Yesu mara ya pili. Walipotangaza huu ujumbe kulikuwa na mwamko mkuu. Tukumbuke kwamba baada ya kusubiri kwa hamu mwaka 1844 na Yesu akutokea duniani, wakagundua kwamba Biblia isingekosea. Na kama Biblia haikosei na kama neno la Mungu halikosei, kosa liko wapi? Wakarudi kutafuta kosa. Lakini miongoni mwao kulikuwa na watu ambao imani yao ilikuwa imejengwa juu ya ndugu zao. Hawakuwa wamekita mizizi katika neno la Mungu. Hawakuwa na ufahamu sahihi wa neno la Mungu. Kwa hiyo imani yao iliyumbishwa na wakaanza kubeza ule ujumbe, wakaanza kubeza lile tangazo, na hivyo wakajitenga. Lakini hawa ambao neno la Mungu lilikuwa nguzo kwao, walijua kwamba Biblia haiwezi kukosea, na hivyo ni lazima warudi kuangalia kwamba kosa liko wapi. Na tunajifunza hata katika kitabu cha Pambano Kuu kwamba kosa halikuwa kwenye kukokotoa vipindi vya kiunabii. Kama ambavyo hesabu zilipigwa ndivyo ambavyo zilikuwa sahihi, lakini changamoto ilikuwa tu kwenye tukio. Yaani kwamba badala ya Yesu kuja duniani mwaka 1844 alikuwa akiingia katika patakatifu mbinguni kwa ajili ya kuendelea na huduma ya upatanisho. Sasa wao wakahitimisha kwamba anakuja wapi? Duniani. Baada ya kurudi kujifunza upya kuhusiana na huduma za patakatifu, wakagundua kwamba kwa hiyo Yesu anaingia chumba cha patakatifu na patakatifu, na imani yao iliendelea kukuzwa zaidi na zaidi. Na Mungu alikuwa bado ana kazi ya kufanya kupitia ujumbe wake. Kulikuwa bado na ujumbe wa malaika yule wa pili na ujumbe wa malaika yule wa tatu, anguko la Babeli na onyo kwa mtu atakayemsujudia mnyama na sanamu yake. Kwa hiyo Mungu alikuwa anahitaji bado ujumbe utangazwe. Ndio maana akaruhusu hawa wajumbe kutokana na kile ambacho walikuwa wamekielewa wakitangaza sasa na jinsi ambavyo walikuwa wamekielewa. Na Mungu ametoa muda kwa kanisa lake sasa hivi kwamba kanisa amelipatia ujumbe. Ujumbe ni kwa ajili ya ulimwengu mzima. Kabila, lugha na jamaa na mataifa yote yanatakiwa pokee ujumbe. Na Yesu anasema injili itakapohubiriwa kwa mataifa yote ili kuwa ushuhuda, hapo ndipo mwisho utakapokuja. Kwa hiyo Mungu anashauku anatazamia kwamba kanisa litimize kazi yake kwa kutoa ujumbe kwa ulimwengu. Na huu ujumbe kama ukihubiriwa kama ulivyo, ukitangazwa kama ulivyo,
utaleta matokeo yake, kwa sababu Mungu anaahidi kwamba neno lake halitamrudia bure. Kwa hiyo kama ujumbe ukitangazwa kwa usahihi, utaona matokeo. Asante. Karibu mpenzi mtazamaji, tunapoendelea na tunapokaribia kuhitimisha kipindi chetu cha mwongozo kujifunza Biblia. Na tumeona namna ambavyo kupitia Danieli 2 na Danieli 7 kuinuka kwa mataifa na kuanguka na hatimaye kutabiriwa kuanguka kwa ufalme ambao tunaishi hivi leo. Na kwa hakika kwa namna ambavyo utabiri uko bayana kwenye Biblia, tunatumaini na tunaamini ya kwamba hatimaye ufalme ambao umetabiriwa utakuja tena. Naam. Kaka Charles, una wito gani kwa watu wa Mungu, hususan tunapokuwa tukiviendea vitabu vya Danieli 2, Danieli 7 na Ufunuo kwa ujumla, hususan tunapoelekea katika miisho ya ulimwengu huu wa leo? Karibu tunapohitimisha. Asante mwenyekiti. Kaka Baraka, katika wito wa mwisho wa Mungu kwa watu wake ni kwamba tutoe unabii tena. Tutoe unabii tena kwa sababu kama ambavyo kaka Ezron ameeleza vizuri kwamba kitabu kilikuwa ni kichungu wakati ambapo watu wa Mungu walikitafuna, kilikuwa kitamu. Lakini kilikuwa kichungu kilipofika tumboni, kwa maana ya matokeo. Jinsi walivyotarajia kwamba Yesu angekuja, hakuja. Kwa hiyo ujumbe kwa kanisa ni kwamba tutoe unabii tena. Unabii ambao tunatakiwa kutoa ni upi? Kama alivyosema, tuna haja ya kueleza nchi ambayo ni nchi ya Marekani ambayo tumekwisha kuiona juu ya dhambi zake. Lakini tuna ujumbe wa kueleza Babeli mkuu, kwa maana ya bahari ambako wale wanyama tumeona katika Danieli 7 wametokea baharini. Tuna ujumbe wa kueleza kule walikotoka. Mahali pengine Babeli anaitwa ni mataifa, kwamba wajiepushe na mvinyo yoyote ambayo itatoka Babeli. Tuna huo wajibu wa kueleza watu. Asante. Naam. Kwenye kitabu cha Manabii na Wafalme, ukurasa wake ni wa 501, kuna jambo ambalo ningependa tujifunze, ambalo nabii anaeleza hapa kwamba katika historia yote ya mataifa, mwanafunzi wa neno la Mungu anaweza kuona utimizo halisi wa unabii wa kimungu. Yaani kwamba kadiri ambavyo kile kilichotabiriwa kinapokuwa kikitimia, na imani yetu inapaswa kuthibitishwa kwa Mungu. Kwa hiyo tunapaswa kujifunza neno la Mungu kwa usahihi kabisa. Nasema Babeli iliyovunjwa na kuvunjika hatimaye ilipita, kwa sababu katika ufanisi wa watawala wake walijiona kuwa huru. Mungu na alikuwa ameweka utukufu wa ufalme wao kwa mafanikio ya kibinadamu. Enzi ya Umedi na Uajemi ilitembelewa na ghadhabu ya mbinguni, kwa sababu ndani yake sheria ya Mungu ilikuwa imekanyagwa chini. Vile vile na Uyunani ulikuja ukapita. Rumi nayo ilikuja ikapita. Na hii ni kwa sababu hawa tawala, hizi falme zilienda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini pale ambapo sheria ya Mungu inakanyagwa chini, Mungu hata ruhusu. Kadiri ambavyo tunazidi kupuuza sheria ya Mungu, ndivyo ambavyo tunashuka thamani. Na kwa sababu Mungu alikuwa amewapa Waisraeli amri zake, kusoma Kumbukumbu la Torati sura ya 4 kuanzia fungu la 5 mpaka fungu la 9, alikuwa amewapa kile ambacho kingewatofautisha na mataifa mengine. Na anasema zishikeni mkazitende, maana ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa. Watakapoona mnafanya hivyo, watasema hili taifa ni watu wenye akili na hekima. Kwa hiyo watajifunza kutoka kwenu. Lakini pale walipoacha amri za Mungu, wakatengeneza mapokeo, walipoteza mvuto wao. Kanisa lolote lile ambalo linaenda kinyume na sheria ya Mungu, linakanyaga sheria ya Mungu chini, hilo kanisa litazidi kushuka thamani. Na unapokuwa unajiunga na kanisa, jaribu kufikiria kwamba hili kanisa ninalosali, je, hili kanisa linashikilia amri za Mungu? Hili kanisa linafundisha juu ya amri za Mungu? Na Yakobo anasema kwamba sheria ya Mungu itakaposhikwa kikamilifu, lakini ukajikwaa katika moja, umekosa juu ya yote. Kuna makanisa mengi yanapuuza amri za Mungu, hususan amri ya 4 inayotangaza kuhusiana na Sabato, ambayo Sabato ndio amri pekee inayomtaja Mungu kama muumbaji, mtoa sheria na mtawala. Hii amri imepuuzwa na baadhi ya makanisa. Lakini Mungu anakusudia kwamba kanisa lake, watu wake, wainue sheria yake juu, ambayo ndio msingi wa serikali ya mbinguni. Kwa sababu hata katika serikali za dunia hamna serikali ambayo haina sheria. Kwa hiyo na Mungu ana utaratibu wake. Na Mungu anahitaji kwamba
sheria zake ziwe ndio kanuni inayoongoza tawala zote za kibinadamu. Lakini pale zinapowekwa pembeni, kama ilivyokuwa kwa Ufaransa, wakageukia taratibu zao, watashuka thamani na mwisho wa siku watatoweka kabisa. Asante kaka Hezron pamoja na kaka Charles. Naam. Hivi ndivyo tunavyohitimisha kipindi chetu cha mwongozo kujifunza Biblia. Langu jina ni Baraka David, nami niliambatana pamoja na kaka Hezron Julius, lakini pia niliambatana na kaka Charles Mwita. Amina. Nikukaribishe tena katika vipindi vijavyo, nikualike tupate kuomba tunapofunga kipindi chetu. Naam, tupate kuomba. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa sababu ya wema wako pamoja na fadhili zako. Asante kwa kutufundisha sisi pamoja na mtazamaji wetu. Endelea kutubariki na kutusaidia kuweza kuelewa neno lako. Ni kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amina. Ndugu mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Naam. Amina. Lakini pia usisahau kushare somo hili kadiri iwezekanavyo pale ambapo umeupata ujumbe huu popote ulipo mpenzi mtazamaji. Karibu sana katika vipindi vijavyo vya mwongozo wa kujifunza Biblia. Amina. Na Bwana awabariki. Amina.